Aisha, karibu tena kwenye episode nyingine ya Mambo Vipi. Leo naenda kuzungumzia issue za ndoa, naenda kuzungumzia ndoa kuvunjika, kuachana katika watu ambao wako katika ndoa. Ni story kidogo sensitive najua, ila ni story ambayo najua watu wengi wanataka kuisikia kwa sababu kuvunjika ndoa sometime au kuachana katika ndoa inawezekana ni kitu kizuri sana. Yaani inawezekana wewe ukiachana tukupigie makofi na tukupongeze na tufurahi kwa nini umeachana. Umeona? Yaani ndoa yako kuvunjika inabidi iwe ni kitu cha kukifurahia kuliko ndoa yako kubaki sawa. Na hiyo ni situation ya ukweli japokuwa wengi hawapendi kuizungumzia. Umeona? Kwa sababu ndio ni kitu ambayo labda inawezekana mna watoto, kuna emotions ambazo zinatokana na kuachana. Na hizo emotions zina mara nyingi watu wengi zinawatisha, wanakuwa wanaweza kaofia bana mimi sitaki kuachana kwa sababu ya watoto, au sitaki kuachana kwa sababu ya nini, au sitaki kuachana kwa sababu. Lakini kwa Afrika ukiachana na hiyo level hiyo ya kwanza, kuna level nyingine ambayo ni kwamba tu ile kuachana kutoka kwenye ndoa ni tabu. Yani unaonekana mtu wa ajabu ukiachana. Kwa hiyo zimetengenezwa layers au barriers nyingi za kukuzuia usiachane. Umeona? Au usitoke kwenye ndoa. Kwa hiyo ina maana kwamba hata mume wako mmezinguana au mke wako mmezinguana, mara wanasema nenda kaongee na wazazi. Umeona? Utaenda kuongea na wazazi, na wazazi jibu lao siku zote inakuwa gani moja tu, rudini pamoja. Yani mnakuwa mnalazimishwa kukaa kwenye kuwa pamoja hata kama mpendani. Na pia kuna ile kwamba mambo ya dini kwamba ni dhambi, sasa umeachana utaoa tena na nini vitu kama hivyo. Watu wengine wanaenda kwa upande huo na kuamua wabaki kwenye ndoa au mahusiano kwa sababu wataona ni dhambi. Lakini wengine wana ile kauli wanasema ndoa ni pingu za maisha, ambao mimi kwangu sielewagi. Kwa sababu pingu za maisha kivipi? Kwa sababu kila kitu ambacho kinaanza kinaweza kikaisha na mapenzi yako hivyo yanaweza kaanza na kaisha. Umeona? Sasa leo nataka tuangalie upande mwingine. Watu leo wanaumizwa, watu wanaoteseka, watu wako kwenye mahusiano ya ndoa wanateseka lakini bado wanashikilia kitu ambacho kimekufa. Yani unajua, yani sawa na ile yani kitu kimekufa kabisa, mwembe umekufa kabisa, wewe unaendelea kuumwagilia. Ukitegemea kwamba kuna siku eti utaamka ule mwembe alafu uanze kutoa matunda, kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo kuna wakati ikifikia haina haja hata kupoteza muda kusema eti uanze siyo unailinda ndoa, siyo unataka kuifufua ndoa. Piga chini. Umeona? Piga chini kwa sababu itakuja kuwa na faida kubwa sana inawezekana kwako. Kwa akili yako, kwa afya yako ya akili na vitu vingine vingi. Kwa hiyo hata watoto wako inawezekana kumbe watoto wako wanahitaji zaidi wewe uachane na mume wako au wewe na uachane na mke wako kuliko mkiwa wote, kwa sababu watoto wanaathirika sana na hivi vitu. Sasa wakiwa kwenye mahusiano ya wazazi ambao ni mahusiano ambao ni unhealthy ya wazazi, wanaathirika sana na hicho kitu. Kwa sababu kumbuka nyie wote ni wazazi wa huyu mtoto, na huyu mtoto anawaona wote, anawapenda wote equally. Kwa hiyo hata mnavorushiana maneno, yani yale maneno kumbuka nyie mnarushiana kama kuumizana, lakini kumbuka likitoka kwa mama wakati linaenda kwa baba kumuumiza, linaanza kumuumiza kwanza mtoto afu ndo linaenda kwa baba, na kutoka kwa baba na yenyewe linamuumiza mtoto. Kwa hiyo mtoto anapata maumivu mawili, yani mara mbili ya yale maumivu ambayo nyie mko kwenye hizo game mna play na kujaribu kuna nini. Umeona? Kwa hiyo ile issue ya ndoa kwa ujumla, yani hatujafundishwaga Afrika, tunaga ile hatufundishwi kuhusu ndoa kabisa kwamba ndoa ni nini, na hatueleweshwi kwamba ndoa ni kitu ambacho pia kinaweza kikavunjika. Kwa hiyo ile misingi ya kiutamaduni ambayo tumeiunda ni kwamba moja kwa moja unafundishwa, watu wanapelekwa huko, unafundishwa kwamba yani wewe bana wewe nginja. Asasa kwa watu ambao ni Wakristo sana. Kwa sababu angalau wenzetu Waislamu kwa mwanaume anaweza katoka akaenda akaoa wake wengine 3 4. Umeona? Kwa hiyo ile ina release kidogo pressure, kwa sababu labda huyu ukidili na huyu mtu mmoja ukiona amekukata steam unaenda kudili na mwingine. Lakini pia na yule mtu ambaye ana wake wenza 3 labda naye kwake ina release pressure, anaona bana wewe nenda zako huko, kwa sababu akikaa naye asi akakuua bure. Kwa hiyo labda kwa wenzetu kwa hivyo. Lakini hizi kiujumla tu ile utamaduni kiujumla wa Afrika ule wa kwamba yani mnakomaa yani hadi mwisho. Umeona? Ndio hiyo tunajaribu kwenda kuongelea hapa. Umeona? Kwa hiyo tunaenda kuzifungua hizi pingu za maisha hizi. Umeona? Tunaenda kuzifungua na kuonyesha kwamba kuna ufunguo. Yani kwa hiyo ina maana hata ukipigwa hizi pingu, sawa unapigwa hizi pingu, lakini yakishaanza mateso kuna funguo tunakupa, unafungua tu unasepa. Umeona? Hakuna, mimi sidhani kama ni sahihi kusema eti unavumilia hadi kifo, yani uteseke hadi kifo. Maisha yenyewe ni mafupi, yani duniani tunaishi muda mfupi sana kusema uanze tena kuishi maisha hayo kwa shida.
kwa sababu ya belief system fulani, mimi kwangu binafsi sioni kama ni sahihi. Umeona? Kwa sababu kama kuna mapenzi ya kweli yanabidi yanamfanya mtu awe huru. Mapenzi ya kweli ni mapenzi yale ambayo yanaleta furaha, na ndoa ya ukweli inabidi iwe ndoa ambayo inaleta furaha, inaleta chachu ya kuwa pamoja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukishaona hiyo imeshapotea, ndoa yenu expiry date imefika, pingu za maisha tunakupa fungua jikate. Hiyo ndo maoni yangu, na hata mimi ningekuwa niko kwenye mahusiano ambao naona kwamba heshima ishaanza kupotea, tuheshimiane. Na sio heshima, kwa sababu sio heshima ile ya Kiafrika kwamba eti mwanamke tu ndo amheshimu mwanaume. The other way around. Pia heshima haipo na vitu kama hivyo, piga chini. Yani kiukweli ndo hivyo mawazo yangu yalivyo. Kwa hiyo kinyumbani wapo wanawake na wanaume wengi sana wanaoteseka kimya. Mimi mara nyingi narudi napiga story na watu na wauliza kwamba bana vipi. Yani ukisikia story kwenye magroup ni kulalamika tu. Yani watu wanalalamika kwa sababu yani ndoa zao ni nginja. Umeona? Wengi ambao walioana tu ile haraka walioana haraka kama zile ambazo tulikuwa nasema, kama kuna episode moja nilizungumzia ile unatoka chuo, yani unafuata kama vile ni step za kufuata, kwamba toka chuo, olewa, okoka, wazaa watoto hivi. Yani ile zile step zile waliofuata hizo step, unakuta yani wako yani watu wanateseka. Umeona? Na ni mateso ya kimya kwa sababu unateseka huku unataka kulinda ndoa. Watu wanapigwa, umeona? Mtu wako kwenye mahusiano anapigwa, wako kwenye mahusiano na watu ambao ni walevi mbwa yani wale ambao yani kwamba yani akitoka kazini yeye anaenda moja kwa moja baa, na leo anarudi kesho, yani anaweza asirudi hata siku 3. Kuna mtu mimi ambaye nilimuona ni kwamba yani alisema yeye kawaida anabeba mashati kadhaa kwenye gari yake, yani akitoka nyumbani Jumatatu anaweza karudi Alhamisi akitoka tena. Na sio kwamba anatoka hivyo labda vipi, yani anatoka tu hivyo anaenda kulewa tuna shikaji na nini hivyo. Umeona? Kwa sasa jiulize yule mke wake kule nyumbani anafanya nini kama sio kuteseka. Umeona? Kuteseka kwa maana yani ile tu, yani inawezekana labda naye ana mambo yake mengine, hiyo I don't care. Wapo watu ambao wako hivyo, naye anaona na wewe unajifanya unajirusha sana, naye anajisepa kujirusha. Umeona? Nasi unajua tena nyumbani kuna dada wa kazi, kwa hiyo hamnaga zile kazi za kusema utahofia kwa watoto na nini. Lakini kiukweli ni kwamba sasa kwa nini mbaki kwenye mahusiano ya namna hiyo? Umeona? Kwa nini ubaki kwenye mahusiano ya namna hiyo kisa tu ndoa ni pingu ya maisha? Ndio hiyo kitu mimi ambacho napinga, kwamba haiwezekani kwamba ikawa ni pingu ya maisha wewe unaishi vile ambavyo hata vitu ambavyo huviruhusu vikutokee kwao. Kwa hiyo watu wanadhalilishwa, watu wanaminywa kihisia, kwa sababu wanaminywa kihisia yani ile ni kwamba ile mtu anafika anakushusha yani. Umeona? Na bado mtu anakaa anabaki kwa sababu yani ndio hivyo. Maswali wanaokuaga wanajiuliza kwamba nikiachana mama atasemaje. Kwa hiyo kuna ile pressure ya kutoka nyumbani. Umeona? Lakini kuna pressure ambazo sasa tena ziko sasa hivi, kanisa litanifikiria nini? Sasa kanisa litakufikiria nini kivipi? Kwa sababu kanisa aliishi kwenye hiyo ndoa yako. Umeona? Mama aishi kwenye hayo mateso unayoishi wewe. Hilo kanisa hilo alijui mateso na. Kwa sababu mara nyingi na watu wengi wanaotesa hawa ni watu ambao anaweza kukutesa Jumatatu hadi Jumamosi, afu Jumapili ile akakushika mkono kanisani akaigiza kama vile hakuna kitu. Kwa hiyo ile kanisa alioni linaona tu ni kwamba ni familia fulani, wale wanakujaga vizuri na gari yao wamevaa vizuri. Kumbe wewe ukirudi nyumbani unaenda kupigwa kichapo. Niliongea na rafiki yangu mmoja hivi juzi kati, alikuwa ananisimulia story ya namna hiyo ya mtu ambaye yeye ni kanisani, yani ndio yule watu wa siti za mbele wale wanakaa mbele na nini. Umeona? Lakini kumbe akirudi kwa mke wake anamshikia hadi mapanga. Umeona? Na huyu mwanamke yani anabaki tu kukomaa kwa ajili ya kutengeneza ile fasadi ya kwamba familia bora, ndoa bora, sijui nini na nini. Lakini kiukweli sio kweli. Na watu wanakufa, watu wanauawa ndani ya ndoa, kwa sababu tunaona watu wanakatwa mapanga. Umeona? Watu wanauawa kabisa. Kuna watu wengine wanauawa ile kinanili, yani watu inawezekana kwa kujua wenyewe au baada hapo ni kwamba unauawa tu ile ndani, yani kwamba unauawa kwa maana ya kwamba huamini tena katika mapenzi, huamini tena katika watu, unakuwa yani ni kwamba ni mtu ambaye sasa huna imani na kitu chochote. Unaona? Kwa hiyo ni kuuawa kwa ndani, yani uko hai nje unatembea na nini, lakini unakuta ndani yako uko exhausted. Umeona? Kwa hiyo ndio hiyo sasa kuna nyingine ambao ni kwamba kuna aina za unyanyasaji ambazo watu wanazipuuzia. Kuna ile watu wanaacha na kuna ile watu wanapuuzia. Kwa sababu unyanyasaji uko mwingi sana, lakini kwa sababu tumekariri kwamba ndoa ni pingu za maisha, kuna ile sasa unyanyasaji ambao watu wanaamua
wanaamua kuupotezea. Umeona? Watu wanadhani kunyanyaswa ni kupigwa peke yake. Watu wanadhani kunyanyaswa ni kwamba ile umeshikwa sijui yani umefanyiwa kitu fulani ambacho ni physical, umeona? Lakini unyanyasaji uko aina nyingi sana. Yani unaenda beyond kupigwa na kufanya nini. Unyanyasaji wa kihisia ambao nimeuzungumzia sana. Yani inawezekana mtu tu yani yeye kila siku anakudhalilisha sana. Unakudhalilishwa sio lazima iwe kubwa. Yani anaweza kukwambia wewe huna akili. Wewe kwa nini hichi kitu mbona hata mtoto mdogo anaweza kufanya? Unajua? Yani anafika anaanza degrade, anakushusha. Kwa hiyo unakuwa unanyanyasika kihisia. Unaona, uwezi kitu fulani ufanyi hivi, basi kuna matusi madogo, kuna zile tu mtu anakuwekea limits, anakudhibiti na nini. Kwa unakuta unanyanyasika, ila sio watu wakija hawaoni makovu, hawaoni vile vitu vya nje ambavyo tumezoea kuviona kama mtu ananyanyasika. Umeona? Na kuna ukitoka hapo kuna unyanyasikaji tena mwingine, labda unawezekana mtu wa kifedha, labda tuseme kama kwenye hayo mahusiano ndo mmoja ana hela mwingine hana. Kuna ile sasa kuanza kunyanyaswa. Unaweza kukuta kwamba yani wewe ukipewa hela unatakiwa uje kabisa na vitabu bookkeeping, yani uelezee kila senti moja ulioitumia. Umeona? Hii sana sana ni kwa wanawake. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu unanyanyaswa kwa sababu wewe labda kifedha unamtegemea mtu. Kwa hiyo huna uhuru wa kifedha. Kwa hiyo huna uhuru wa kutumia fedha unavyotaka. Kwa hiyo mtu ni kama vile anakutawala kiuchumi. Umeona? Kuna unyanyasaji mwingine, unyanyasaji wa kimawazo. Unaona? Hii unyanyasaji wa kimawazo ni kwamba yani wewe mawazo yako hayapewi kipaumbele kwenye mipango ya kifamilia. Ya unasema bana mimi naona tufanye hivi, kwa nini tujenge huku, kwa nini tusijenge sehemu nyingine? Unapigwa chini yani faster. Umeona? Ndoto yako yote ambayo unakuja nayo, una ndoto fulani ya kuna nini, unaambiwa yani hiyo haitawezekana. Kwa unajikuta kwamba wewe unaishi ndoto za huyo mwenzio. Yani wewe huwezi kuamua kitu chochote, huwezi kufanya kitu chochote. Kuna ni unyanyasaji pia, unanyanyaswa kimawazo. Yani huwezi mawazo yako hayawi considered. Umeona? Kwa haya yote ukichanganya pamoja na ile tunasema kuna ile unyanyasaji ule wa kimya, yani mtu unakuta yani hii kiujumla tukisummarize ndio ile tunasema unyanyasaji wa kimya. Mtu akupigi lakini wewe kila siku inabidi unyamaze, yani umeona? Yani huna kauli yani katika mahusiano. Kwa haya yanaua zaidi, na haya ni hatari zaidi kuliko hata ile ya kusema mtu akupiga. Yani ile mtu akupiga kweli, of course mimi siwezi nikatolerate mtu yote ampige mtu mwingine. Hiyo kitu kabisa, hiyo mimi kwangu naona ni kitu unacceptable. Lakini haya mengine, yani bora sasa muda mwingine unaona bora hata kipigo, kwa sababu utaona mtu kavimba. Mdogo wangu mmoja alipewa kidogo kipigo, tukaona amevimba. Kwa hiyo angalau ikawa rahisi kuingilia, ikawa rahisi kusema kwamba unafika una intervene ili kuzuia ile tabia isiendelee. Lakini sasa kama haya mengine, haya ni hatari zaidi, kwa sababu yani huwezi ukaona kovu, huwezi ukaona vipi. Watu yani wanakaa wanateseka kweli kwenye ndoa, wanateseka kweli kwenye mahusiano. Lakini ndio hivyo. Ukifika ukiwauliza utasikia bana hii kawaida, kila ndoa ina changamoto, si nini. Kila ndoa ina changamoto, lakini sio lazima sio lazima na wewe changamoto zako ziwe kama za watu wengine. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukaamua binafsi ukasema kwamba mimi changamoto hizi sizitaki. Kwa hiyo inabidi uangalie maisha unayotaka. Kwa hiyo kama maisha unayotaka ni yale ambayo yako nje ya hiyo ndoa, piga chini. Umeona? Piga chini, pinguza maisha. Hiyo kitu ya pinguza maisha mimi nasema tena ni maoni yangu, sikubaliani nayo. Umeona? Sasa kwa nini watu wanabaki kwenye maumivu? Kwa sababu tumeshayazungumzia na ni maumivu ambayo yanaonekana ni maumivu yani ya hatari, lakini watu wanabaki. Watu wana muda mrefu wanabaki. Wengi sasa hivi naona kama kwa Tanzania, East Africa, Kenya nini situation inaanza kubadilika, watu wanachomoka na nini, lakini bado watu wanatoka ikiwa ni too late. Yani wanatoka wakati wameteseka kweli yani. Sasa wameteseka kiasi kwamba ile mioyo yao ya kimapenzi imeshavurugika kiasi kwamba wakitoka hapo hawamwamini mtu yoyote. Yani inabidi mtu awe tena anatoka hapo anakuja kuwa labda single au nini, au yani watu hata wakimfuata anajaribu kujiepusha nao kwa sababu anakuwa yani hana imani na watu. Kwa anakuwa yuko affected kisaikolojia. Umeona? Kwa japokuwa siku hizi watu wanatoka, lakini bado it's too late. Watu wanachelewa sana kutoka, hata kama japo wanajua ile kitu ni kibaya. Na yote hiyo ni kwa sababu ndio of course kuna ile hofu ya kuanza upya, au hofu ya kuanza upya tena na mtu mwingine tena, kwa sababu mtu unaweza kukuta ule ukatili ule aliyopata anahisi kwamba akipata mtu mwingine ataenda kuanza yale.
Lakini pia kuna ile hofu ya familia kwamba familia sasa watanichukuliaje, labda wataniona mimi nimeyeyushwa na vitu kama hivyo. Kuna ile hofu ya kuonekana kwamba labda utaonekana wewe umeshindwa kulinda ndoa yako na vitu kama hivyo. Umeona? Lakini hizi zote yani hazitakiwi zikuminye wewe, zikukandamize wewe. Wewe inatakiwa tu usonge mbele kiukweli. Umeona? Lakini ukweli pia ni kwamba kuondoka, yani tukirudi, kuondoka au kuachana na ndoa sio kushindwa. Yani sio kufeli, kwa sababu tuchukulie mfano yani wewe uko kwenye ubondia kwa mfano, unapigana ubondia. Sasa unapigana huyu mtu, kila ukirusha ngumi wewe unamkosa. Yeye kila akirusha anakupata, anakupiga kichwani yani. Umeona kabisa na unaisikia. Umeenda raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu, umeona? Ile ya tatu ukaamua kwamba bana mimi siendelee kupigana. Kwa nje itaonekana umeshindwa, lakini kiukweli ni kwamba pia kuna vitu vingi sana umeshinda, kwa sababu inawezekana ungeendelea kupigana ungepata matatizo ya ubongo, kwa sababu unabondoa kichwani kila saa. Unafika wakati unasema, unabidi ujiulize nataka kuprove nini? Kwa sababu kama unapigwa kila saa kwenye hiyo ubondia, unapigwa kila saa na unaona kabisa hii mchezo nitashindwa anyway. Umeona? Kwa nini usitoke kwenye mchezo? Kuliko yani ukaendelea hadi ukapigwa sasa, ukapata maumivu ambayo hutakuja kupona tena, alafu ndo unakuja kutoka kwa kulazimishwa. Yani umeona? Kwa hiyo sasa haina maana. Kwa hiyo unakuwa umeshindwa, lakini umeshinda pia somehow kwa sababu umejilinda. Umeona? Na ndo hivyo kwenye mahusiano kwamba kuliko uendelee kuumia zaidi na kuumia kwa muda mrefu na haya mahusiano yameisha anyway, kwa nini usitoke na ukajikataa? Unaona? Kwa nini usitoke na ukasepa? Kwa hiyo kuondoka sio kushindwa, ni kuondoka ni yani inabidi ukuchukulie kama ni kujiheshimu. Umeona? Na kuna watu wamekaa kwenye ndoa mbovu miaka mingi, wanadhani wanajenga familia, kumbe wanavunja nafsi zao, na sana inakujaga kuwa na impact tofauti kwa watoto, kwa sababu watoto wanakuja kukukosea heshima kwa sababu wanaona ulikuwa unatukanwa tu, na wenyewe wanahisi kwamba kukutukana ni kitu cha kawaida, na wenyewe baadaye na wenyewe wanakutukana. Kwa watoto pia wanaona kama vile ulikuwa uwezi kujisimamia mwenyewe, unaona? Kwa hiyo hawajifunzi pia na wao kujisimamia kwenye situation ambazo ni ngumu. Umeona? Kwa wanakuja wanarithi maumivu yale na watoto wengi ambao wameishi kwenye mahusiano ambayo yalikuwa ya abusive, wanakuja kuishi na ile abuse hadi wanakuja kuwa watu wazima, na yani inakuja na bado inakuwa inazunguka kichwani kwao. Na kuna sababu kubwa, kuna tafiti nyingi za kisiasa za kisayansi zimeonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa hao watu tena na wenyewe kuja kuwa abusive vile kwa sababu walikuwa wanaona hii kitu kama ni kawaida. Umeona? Kwa ili muda mwingine unakuwa ni vile unaokoa pia watoto wako, wakati wewe unahisi kama vile nilikuwa nafanya kwa watoto wangu, lakini kumbe kuachana kungekuwa ndo kunaokoa zaidi watoto wako. Umeona? Kwa hiyo unakuwa sio kwa ajili yako tu, unaona? Inawezekana haya mateso unaokoa familia nzima. Lakini pia hata hao watu ambao unanilia, ambao ndo abusive au ambao wako vipi, unakuta yeye alikuwa yeye anakufanyia hivyo ili uondoke. Yani yeye lengo lake uondoke. Kwa hiyo wewe kuendelea kubaki unazidi kumuudhi zaidi. Kwa hiyo unamfanya azidi kukuabuse zaidi. Kwa sababu mtu akiwa kuna vitu akiwa anakufanyia obviously hakupendi. Yani haiwezekani mtu akawa anakufanyia vitu fani ambavyo vya kikatili afu ukasema bado anakupenda. Hiyo ni kujidanganya tu. Kwa hiyo inawezekana huyu jamaa au huyu mwanamke anataka wewe uondoke. Anataka wewe uondoke, lakini wewe sasa umekazana pingu ya maisha. Kwa hiyo anaongeza na kudunda zaidi, anakutukana zaidi, umeona? Kwa hiyo ukiondoka na yeye mwenyewe kumbe unakuwa umemsaidia, kwa sababu na yeye kama alikuwa ndio hiyo sio ana side piece zake huko, basi ataenda. Umeona? Kama ni mtu ambaye alitaka labda aendelee na mambo yake, kama ni mdada aliamua kwamba anataka aende akapige issue zake, kwa hiyo na wewe unakuwa umemsaidia ameenda. Kwa hiyo kila mtu inakuwa ni win-win kwa kila mtu. Kwa tofauti ya kuondoka au kutoondoka ni sio kwamba lose au ni win, hapana. Yani inamaanisha kwamba umeamua kuchagua afya yako ya akili kuliko heshima ya kijamii. Mimi kwangu ambao naona ni kitu ina make sense zaidi. Yani bora nisiheshimiwe lakini niwe na afya ya akili kuliko kaheshimiwa fuka wachizi, unaona? Na pia kama wewe ni mtu wa imani, ndio kitendo cha kuondoka pia inawezekana kuwa kikasababisha kwamba ukajipa nafasi ya nanili. Yani ni kumpenda zaidi Mungu, kwa sababu ni kwamba Mungu hakukuumba uteseke. Umeona? Mungu alikuumba ustawi. Kwa hiyo kama ukifanya kitu ambacho
ambacho kitakufanya ustawi, maana unatimiza malengo ya huyo Mungu pia. Umeona, ambaye ni kwamba anataka ustawi, si ndio? Na sasa hapo kama wewe ndo mtu wa imani, kwa sababu hakunaga sehemu kwenye Biblia ambako kunasema wewe baki tupigwa, teswa nini baki. Yani hakunaga kifungu kama hicho ambacho kinasema kwamba yani wewe nyanyaswa. Yani sawa, inawezekana kwamba msiachane sio nini, lakini hakuna kinaposema kwamba msiachane hata kama anakuua mtu. Hapana. Umeona? Kifo kututenganisha ni kifo kututenganisha katika mapenzi. Sio kifo kututenganisha afu wewe ndo unakuja kuniua tena, mambo gani? Umeona? Baada ya kuachana unaweza mtu ukajipata tena. Mtu unaweza ukajikuta ukagundua kwamba maisha yako ya baadaye, yani unaweza ukajisamee wewe mwenyewe, unaweza kuona mwanga tena, unaweza ukakutana na mtu ambaye ukaelewana zaidi. Lakini pia kitu kikubwa zaidi ni kwamba unaweza ukaingia tena kwenye mahusiano ukawa sasa hivi, kwa sababu umeshajitambua, ukajua kuset limits na nini. Kwa hiyo ina maana kwamba ndoa nyingi, ndio maana mara nyingi mtu akikuta ndoa nyingi, ndoa ya pili huwa inakuwa mara nyingi haivunjiki. Wengi sana ambao wanakutana ndoa ya pili au mahusiano ya pili yanakuwa hayavunjiki, kwa sababu anakuwa ameshapitia zile precautions zote, anakuwa anajua jinsi ya kugundua mtu, kwa sababu ashadanganywa, ashaona. Umeona? Kwa hiyo inakuwa rahisi mtu kuingia kwenye mahusiano na yale mahusiano yakadumu zaidi. Umeona? Kwa hiyo kama unanisikiliza sasa hivi, mimi naomba nikwambie kwamba kitu cha ukweli tu ni kwamba ndoa sio pingu za maisha. Hiyo ni uongo. Hiyo kutokana na mawazo yangu. Kwa hiyo wewe ukienda sasa hivi ukoambia bana tovuti kasema ndoa sio pingu za maisha, sio? Na kama unateseka, piga chini. Umeona? Kwa sababu nitakwambia kitu kimoja, hauna deni la kubaki sehemu inayokuumiza. Hiyo sawa. Na mwili wako ni jukumu lako kutunza, hakuna atakayekutunzia mwili. Akili yako ya akili, tuseme afya yako ya akili ni jukumu lako kuitunza, hakuna atakayekutunzia. Kwa hiyo usipofanya maamuzi wewe mwenyewe kujilinda na kujitunza na kulinda familia yako, hakuna atakayekulindia. Kwa hiyo kama unateseka, kama unanyanyaswa, kama uko kwenye mahusiano ambayo ni abusive, yani ni wajibu wako yani kupiga chini. Umeona? Ni wajibu wako kutoka ili ujilinde wewe mwenyewe. Na hizi jamii ambazo tunaogopa eti jamii itanichukuliaje, sio kanisa itanichukuliaje. Ukienda kwenye makanisa hao watu wachungaji wengi wako ndoa ya 6. Umeona? Wenyewe tu wameshindwa. Unaona? Kwa hiyo anakuja baadaye anakuambia wewe, lakini yeye mwenyewe unakuta ameshindwa kuvumilia hiyo vitu, ameachana yuko ndoa ya 6. Kwa hiyo unaweza kukuta unalilinda ile kanisa, lakini watu wenye kanisa wenyewe wana move on ili watafute hiyo happiness. Wewe unabaki ndo unateseka peke yako. Umeona? Kwa hiyo jamii unaoisema vipi? Hii jamii haijali unateseka na nini. Wewe unasema kwamba hii jamii ukiachana sio, watu hawana time. Umeona? Na kuachana mimi naona si dhambi, kwa sababu ni uamuzi wa kulinda mtu uhai wako. Inakuwaje dhambi kwa mfano mtu ukatoka kwenye uhusiano ambao mtu angeweza kukuua? Yani inakuwaje ni dhambi kutoka kwenye uhusiano kama huo? Umeona? Kwa hiyo kuna imani upande wa pili, inabidi ujaribu kujifungua wewe mwenyewe na kuona kwamba je, hivi vitu ninavyoviona naviona kwa lenzi ile ambavyo natakiwa kuendelea kuvumilia giza na maumivu ambayo nayapitia. Umeona? Kwa hiyo ukiona hakuna heshima tena, hakuna upendo tena, hakuna amani, sepa, ondoka. Yani hakuna sababu ya kubaki sehemu kama hiyo. Umeona? Na usiondoke kwa hasira, kwa sababu watu wengi ukiondoka kwa hasira ndio ile unaweza ukajaribia ukaonekana kwamba huyu mtu bana mwenyewe alikuwa hivi na hivi na hivi. Hapana, yani ondoka kwa heshima tu na toa sababu kabisa za kwamba mimi kwa nini naondoka. Naondoka kwa sababu hii na hii na hii. Na wengi wanapendaga kumanipulate kwamba ukiwa unaondoka, asasa wale ambao ndo wanyanyasaji na watesaji, wale ambao ndo abusers kwenye mahusiano, wanawaigi kwenda kusema kaondoka si hivi, yani wanaenda kukupakaza. Unaona? Kwa hiyo yeye anaenda anakupakaza kwamba kwa nini umeondoka, na kwamba wewe ili jamii, kwa sababu kama yani kwamba sasa hivi amekosa ile power ya kuendelea kukuabuse, sasa anataka tena aendelee kuiambia jamii ili uendelee kuteseka. Hiyo hamna cha kujali yani. Sawa kama vipi? Fresh. Mimi cha msingi tu nawahi kuwa wazi kwamba huyu jamani nimeondoka kwa sababu hii na hii na hii, jamani abusive mentally, physically na hivi na hivi na hivi. Nimeamua kujilinda mwenyewe. Sepa. Na kama ikitokea hizo abuse za kupigwa na nini, hakikisha unaripoti kwenye polisi, unaripoti wapi, hakikisha ndugu zako au rafiki zako wa karibu wanajua. Kwa sababu wasipojua ndio hivi vitu wanasema, watu unakuja wanakukuta mtu umeuawa au nini, alafu wanasema wanatamani wangeweza kukusaidia, lakini wanasema mama tulikuwa hatujui kama kuna kitu chochote kinaendelea kwenye ndoa ya Frida, unaona, au kwenye ndoa ya Aziza, umeona. Kwa hiyo hivyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndoa sio pingu ya maisha. Mpaka episode inayofuata kumbuka kwamba upendo wa kweli
hautakiwi ukuumize. Tovuti Mambo Vipi out.